Ujenzi wa nyumba za bei nafuu nchini Kenya umepigiwa upato katika kongamano la miji linaloendelea nchini Azerbaijan. Vilevile, viongozi wa Afrika wanasisitiza umuhimu wa kuwepo kwa sheria thabiti za kuhakikisha ardhi na ufadhili wa kutosha ili kuimarisha miji na makazi. Mwanahabari wetu Elizabeth Mutuko angali anafuatilia kongamano hilo na sasa anatupasha yanayojiri katika mji wa Baku. Naam, Andrin Kilemi, kama ulivyosema ni kweli tupo katika taifa hili la Azerbaijan, Baku, ambapo tunaendelea na kongamano hili kuhusiana na masuala ya ustawi wa miji. Hii leo masuala kuhusiana na nyumba yameendelea kushika kasi, tukikutana ama tukiwepo katika masuala mbalimbali na mahali ambapo kumekuwa na mazungumzo mbalimbali kuhusiana na ustawi wa makazi sawa na miji, jambo ambalo linavutia mataifa ya Afrika kwa jumla, haswa katika swala la uwekezaji, ambapo wanazidi kusisitiza umuhimu wa kuwepo sheria ambazo zinatunza masuala ya kujenga na ujenzi wa nyumba, jambo ambalo wanasema kunahitaji ushirikiano zaidi katika swala hilo. Na wakati ambapo tunalizungumzia hili, Kenya inaendelea kupigiwa upato katika masuala haya kwa kile wanasema imepiga hatua. Hii leo Balozi Susan Nakumicha miongoni mwa viongozi wengine wa Afrika, wakati ambapo walikuwa wanazungumza wakiangazia mengi kuhusiana na hatua ambazo Kenya imepiga haswa katika uwekezaji wa nyumba. Na pia kumbuka, awali kulikuwepo na masuala ya kutia saini baadhi ya makubaliano kwa mataifa mbalimbali. Rais William Ruto ni miongoni mwa viongozi ambao walikuwepo hapa na kuzungumza na viongozi mbalimbali jinsi ya kuwekeza katika Afrika na pia katika ushirikiano wa nyumba. Rais William Ruto, kumbuka, anazidi kupigia upato nyumba za bei nafuu ambazo anasema ndio njia bora zaidi kupitia kujimudu katika masuala ya fedha. Lakini hawani baadhi ya viongozi ambao walikuwepo, akiwemo Susan Nakumicha au kwenye hili kongamano, ya kwamba tupatane na wale wako na ujuzi, tupatane na wale wako na fedha za waegezaji ambao wanaweza kuja kuegeza kwenye nchi yetu. So hayo matatu tukiweka pamoja, ya kwamba sisi kama Kenya, serikali inatoa shamba, inatoa maji, inatoa sewerage, inatoa mambo ambayo yanaambatana na kukuwa na makao bora. Hao waekezaji basi waweze kuona ya kwamba Kenya iko tayari kwa waekezaji, waweze kuleta waje waegeze pesa. Empowerment. Women are being positioned as financiers and developers, not just recipients of housing projects. This strengthens gender equality and empowers women in all sorts of ways to participate in economic activities. Finance structures for affordable housing developers, harnessing green housing credit lines, as well as capital for micro housing lending. Two, we invite partners to come in and assist in integrating land-based solutions into national housing policies to ensure long-term sustainability. Namna kufikia hapo nakamilisha. Lakini wakati ambapo ninakamilisha, kumbuka pia hiyo kesho yatakuwepo yale makubaliano ya mwisho, yaani declarations kuhusiana na mkutano huu wa ustawi wa maeneo wa ustawi wa miji sawa na makazi hapa Baku. Kwako studioni, jina langu ni Elizabeth Mutuko. Upande wa pili yupo mpiga picha wangu James Momanyi. Baadaye tutakujuza mengi kwa lugha ya Kiingereza.